Katika hii situation, huwezi kumwambia mtumishi mwenzako leta karatasi za kuproof kwamba wewe ulikuwa hospitali umetibiwa, za nyumba, kama hujapoteza uaminifu kwake. Yani hilo jambo liko wazi kwamba uaminifu umepotea kwa muda mfupi, ukanguka chini ti. Hiyo ni ishara ya kupoteza uaminifu kwa yule mtu, kwa sababu anayeombwa maproof na makaratasi leta hivi ni mtu, ni mwizi, na wanaofanya hivyo ni serikali, sio sisi watumishi wa Mungu. Hiyo ni lugha ya kiserikali. Ninataka kusema nini katika hili jambo? Kiukweli kabisa, moyoni mwangu nilikuwa ninasema Pascal Cassian asitoe udhibitisho wote ule wa karatasi, wa nini, wa madaktari. Asitoe chochote. Isipokuwa kama atataka kusema, aseme kwa ulimi wake, kwa mdomo wake. Kwa sababu kimaandiko, mtu anahukumiwa kwa ulimi. Yesu aliombwa proof. Kama wewe ni Masihi, tuoneshe ishara. Aliwaambia msipoamini maneno yangu, hakuna ishara isipokuwa ishara ya Yona. Yani Yesu alitaka kumaanisha maneno yangu ni ishara tosha. Ukimkiri Yesu kwa kinywa ni ishara tosha. Watu wanasemaga, unajua ni ushuhuda. Ushuhuda ni neno tu. Ukisema maneno imetosha. Ndio kwa maana nikasema ndio yenu na iwe ndio, sio na iwe sio. Mengine anatoka kwa ibilisi. Lakini kwa nini sisi watumishi mpaka tufike hatua tunaanza kuombana makaratasi, maproofu ya ile imeonesha kwamba uaminifu hakuna. Kwa maana mimi juzi nimetoa mfano nikasema, nafikiri ilikuwa ni jana, nikasema kwamba kuna klipi moja ya mzee Moses Kulola imetamba sana hapa, ambaye alikuwa anazungumza habari ya alifunga siku 300 kama na 90 na ngapi sijui. Watu ukisikiliza yale maneno huwezi kumquestion yule mzee kwamba mzee leta proof. Kwa nini? Kwa sababu watu wamejenga uaminifu na watu wanamwamini yule ni mtumishi wa Mungu kabisa, yuko mioyoni mwa watu. Kwa hiyo kuna wakati hata akisema jambo lolote watu wako tayari kulifuata. Kwa nini? Kwa sababu ya uaminifu. Imagine kama ingekuwa kwa mfano kiboko ya wachawi, anakuambia nimefunga siku 390 na ngapi, nikaongea na Yesu akaniambia hivi, wewe ungemwamini? Sisi wote tungemtwanga maswali. Kwanza uwezi hata ukamwamini. Hauwezi. Kwa nini? Kwa sababu haaminiki. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu tulipoteza uaminifu. Hayo yote makaratasi ya kuomba leta makaratasi maproof sio suluhisho kwamba yule mtu ameiba ama hajaiba. Hapana. Ndio kwa maana ninyi wenyewe tena mlikuja kujigundua nyuma, mkakuja kujipa majibu kwamba inawezekana kaleta makaratasi ya uongo. Mtumishi wa Mungu ndio mnampangia hizo statement. Sasa kama mnajua kwamba angeleta makaratasi ya uongo, kwa nini mumuombe makaratasi? Aje alete maproof ya makaratasi. Kwa nini? Umeona? Nakuja kuonesha kwamba siku zote mambo ya Mungu yanakwenda kwa maneno, neno
Neno. Kila anachokisema mtu ndicho kinakuwa consider. Kwa hii situation ilitakiwa ye Pascal Kashani apande pale aseme mimi sijaiba, mimi sijafanya hivi, mimi ni uongo, watu wananipakazia. Basi kama anasema uongo atatekwa kwa ulimi wake, kama anasema kweli atatekwa kwa ulimi wake. Hii yote vya maproofu vya makaratasi havitasaidia chochote. Sasa kama ni kweli yeye hajaiba, ni kweli, kama ni kweli yeye hajafanya yote mambo, utamlazimishaje mpaka alete karatasi, mpaka alete maproof? Kwa nini? Kwani wewe ni serikali? Serikali ndio inatumia lugha hizo, hapana sisi watumishi wa Mungu. Ni mtumishi mmoja ambaye aligusia hili swala na nikaona amelisema sana kwa moyo wa upendo kabisa. Amesema neno kubwa sana kwamba mtumishi wa Mungu ni lazima ajitetee, ana nafasi ya kujitetea. Ni kweli kabisa. Ukisoma hata katika neno la Mungu, hata Petro alipotoka kule kwa Kornelio wakaanza kumshambulia wenzake, alijitetea, walimpa nafasi ya kujitetea. Yakobo akamtetea pale. Kwa hiyo lazima mtumishi wa Mungu uwaga na nafasi ya kusema na kuaminika. Kama amefanya kile kitendo atajulikana tu. Sasa naomba nisikilize vizuri haya maneno ambayo ninayasema hapa, ambao wanaweza wakanielewa sana ni watu ambao wanaongoza watu, kama vile wachungaji, walimu, wa mitume, wainjilisti, manabii, ambao wanaongoza kama kanisa, wanaongoza waumini. Unajua, unaweza ukasema, kuna watu wanasema kwamba ukisikia skendo ya mtumishi wa Mungu usiwe na upendo wa kipumbavu, upendo wa kijinga wa kuanza kumwamini ule mtumishi. Huo ni upendo wa kijinga, lazima ufuatilie. Sawa, hilo jambo tunalisema kwa sababu ni kwa wenzetu, lakini yakikufikia wewe unayesema hivyo, au mimi ninayesema hivyo, ama mwingine anayesema hivyo, ndo utajua kuna wakati mwingine. Ili ninasema ni neno gumu watu kuelewa, lakini naomba mnifuate hivyo hivyo. Kuna wakati mwingine unapaswa kumwamini mtumishi wa Mungu pasipo kuona, na viongozi ndo watanielewa. Hapa sasa hivi tunavyozungumza hapa, wewe ambaye unaongoza watu, uangalie vizuri. Hakuna mtumishi, hakuna mchungaji ambaye anapendaga wakati ambapo anapelekewa skendo ambaye yeye huyo mchungaji anajua kwamba hiyo skendo hakufanya vile. Kisha yeye anaanza kuona waumini wake, watu wake wa karibu, wanaanza kuamini zile skendo kuliko kumwamini yeye. Kila mchungaji linauma, hilo linaumaga. Utasema kwamba upendo wa kipumbavu, sawa, lakini kwa sababu alijakupata wewe. Kwa sababu waamini wako wakianza kuamini tuhuma za uongo za kutoka nje, wanazo kusema wewe kiongozi wao au mchungaji wao, wakashindwa kukuamini wewe, hilo jambo lazima linakuaga linauma. Kila kiongozi ameshakapitia hili jambo na atanielewa hivi kisi ninavyosema hapa. Kwa hiyo kuna wakati mwingine uaminifu ndio unasababisha watu wawili wakatumika miaka yote, miaka mingi, muda mwingi. Kila kiongozi anayeongoza waumini, ni mara ngapi ambapo skendo zako zilipelekwa
nje zikaingia masikioni pa waumini wako, lakini waumini wako wakabaki wanasimama na wewe bila hata kuwa na proof yoyote. Kitu gani kilitumika pale? Masikio ya waumini imeisha shiba na skendo mbaya za kiongozi za wewe unayewaongoza. Mara wakienda huko wanasikia skendo, lakini kwa nini wanasimama na wewe mpaka leo? Na wewe mtumishi unayenisikia, kama unaongoza watu, wale watu kama na wewe una watumishi ambao unawakubali, unawapenda, umeshasikia skendo zao ngapi, lakini bado unasimama nao. Kitu gani kinafanya vile? Ni uaminifu ambao unaweka kwa yule mtumishi. Uaminifu tu. Sio kwamba skendo uzisikie, unazisikia, lakini ule uaminifu unasababisha wewe unaendelea naye. Ndio kitu kinatafutwa. Mbona sisi tuna maskendo ya watumishi wengi tuna maskendo yao, lakini nguvu ya uaminifu inavunja, uaminifu unavunja nguvu ya skendo. Unaamini kwamba huyu mtumishi kiukweli ninavyomjua hawezi akafanya hili tendo, hawezi akafanya hili jambo, hata kama sina uhakika, sina vidhibitisho, huyu mtumishi hawezi akafanya hivi. Imani ya hivyo nayo inahitajika kwa watu, kwa watumishi wa Mungu, watu wawe nayo. Kwa hiyo kiongozi wowote, mtumishi wa Mungu akikosea, tuendelee kuwa naye, tuendelee tu kumwamini tu, kujenga uaminifu na yeye anafanya madhambi na yeye hapana, simaanishi hivyo. Kuko makosa, kuko vunjaji sheria ambao mtumishi wa Mungu anaweza akayafanya yakakusukuma wewe kuachana naye kabisa, na ukatosha uaminifu kwake kabisa. Yapo. Na kuna mengine, kwa sababu kila mtu ni muovu, kila mtu anakosea, kila mtu anatenda madhambi, tunabebana, tunachukuliana sisi kwa sisi. Haimaanishi kwamba yule mtu amefanya hiki kitu, amekosea hapa, kwa hiyo sasa tunamtema ama tunaachana naye. Hapana. Kama ni hivyo, Mungu angekuwa ameshatuangamiza sisi wote. Wewe mwenyewe angalia madhambi yako unayofanya kila siku. Yaani Mungu asingekuwa na moyo wa huruma, tungekimbiana sisi wote hapa. Kwa inadependi ni kosa gani ambalo huyo mtumishi amelifanya. Ni uvunjaji gani sheria ambayo huyo mtumishi amevunja. Una uzito kiasi gani. Neno kubwa ni kusema kwamba watu wasameane na waombeane, na watu wasione wengine watumishi ndio wabaya kwa sababu wamesema mwenzao wengine ni wabaya. Hapana. Mimi hapa nime target neno uaminifu. Basi ndio kwa maana nimepanda hapa. Uaminifu. Kurudisha uaminifu kwa watumishi. Of course mtu anayedumu katika kutenda dhambi tutamwaminije? Na yeye anadumu katika dhambi kila mara. Lakini hapa ninazungumzia, maneno yangu yanasema mtumishi wa Mungu, yani ule aliyekubalika na Mungu. Ndio tunamlenga hapa. Sisi watumishi wa Mungu wawe na nafasi ya kuaminiana. Ifike wakati unasikia skendo nzito ya mtumishi fulani, kabla ya kuamini ile skendo, unaanza kuamini kwanza yule mtumishi aweze akafanya hivi. Ni level ya uaminifu. Ukikosa hiyo level ya uaminifu kwa watumishi wenzako, basi ni vigumu sana kutumika nao. Musa ameenda mlimani, amekaa mlimani, tutengenezee ndama, amekaa siku 40.
Kilichokuwa kinahitajika pale ni uaminifu kati ya wale watumishi, wale wa Israeli na Musa. Walipoteza uaminifu haraka sana, wakaabudu miungu.